kupitia Al-Khair Online TV. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته فقد فاز المتقون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumwogopa. Malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kumleta mwanadamu katika mgongo huu wa ardhi ni kuja kufanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, khutba yangu ya leo na kusudia tuizungumzie dunia kidogo, kutokana na maisha tunayoishi katika mgongo huu wa ardhi. Mwanadamu hapa duniani ni mahala pake pa kimkakati katika maisha yake, lakini duniani ni kituo chake cha pili katika maisha yake mwanadamu. Kituo chake cha kwanza kinakuwa katika tumbo la mama yake, lakini kituo chake cha pili kinakuwa katika maisha ya duniani. Kituo hiki cha duniani mwanadamu hapa atakuja akiwa hai au maiti, lakini hapa lazima aje katika maisha ya dunia. Kwa hiyo hiki ni kituo cha kimkakati katika maisha ya mwanadamu. Sasa leo nakusudia tuzungumzie maisha yetu ya kidunia tunayoishi. Tuiache akhera kidogo, kwa sababu tupo duniani, tuna safari ya kuelekea akhera, lakini leo tuitazame dunia kidogo. Na khutba yetu itaongozwa na aya iliyokuwa katika suratul Qasas, aya 77. Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, wabtaghi fima ataka Allahu wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, hebu ipambanie akhira yako au maisha yako ya akhira katika vile alivyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, katika vile alivyokuneemesha navyo Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyokusudia, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, pambania akhira yako kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu alichokupa hapa duniani, itafute akhira yako. Lakini mbele Mwenyezi Mungu akasema, wala tansa nasibaka minad dunya, lakini wakati unapambana kuitafuta akhira yako usisahau fungu lako la hapa duniani. Sasa chukua hiki kipande hiki, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau sehemu yako ya maisha ya duniani. Hiki ndio kipande ninachokitaka katika aya hii. Ndugu zangu, katika maisha anayoishi mwanadamu katika mgongo huu wa ardhi, dunia ina siku tatu. Dunia ina siku tatu. Siku ya kwanza, al-amsi ashnahu la yaud, siku ya kwanza ilikuwa jana, na jana imekwisha na haitorudi tena katika maisha ya mwanadamu. Hiyo ni siku ya kwanza katika maisha ya dunia. Lakini dunia ina siku ya pili, al-yawm
allati nahnu fihi, lakini dunia ina siku ya pili ambayo ni leo, ambayo mimi na wewe tumebahatika kuipata, tupo ndani yake. Hii ni siku ya pili katika dunia. Lakini dunia ina siku ya tatu, walghadin la nadri aina sanakunu, lakini dunia ina kesho, lakini hakuna anayejua kesho mwanadamu atakuwa wapi. Kwa hiyo mwanadamu siku ambayo anatakiwa aitumie vizuri katika maisha yake ni hii leo, siku ya pili katika dunia ambayo mwanadamu yuko ndani yake. Lakini hiyo leo aliyokuwa nayo mwanadamu na yenyewe katika maisha yake ya dunia haitodumu. Maana yake hii leo itafika usiku na yenyewe itaondoka. Maisha yanamfundisha mwanadamu wakati mwingine kuishi yale maisha yake aliyokuwa nayo. Kuna mtu mmoja anaitwa Dale Carnegie. Kuna taasisi moja kubwa kule katika nchi ya Marekani inaitwa Dale Carnegie Institute. Aliwahi kuandika kitabu yule bwana kinaitwa Start Living Stop Worrying. Yani, anza kuishi maisha yako. Usianze kutazama inakuwaje sasa, jana ilikuwaje, maisha magumu inakuwa. Yani anza kuishi yale maisha yako uliyokuwa nayo hapa duniani, kwa sababu kinachokuja mbele haukijui. Pambania dunia yako katika wakati wako uliokuwa nao sasa hivi, kwa sababu kinachokuja kesho wewe ukijui. Kwa hiyo start living, stop worrying. Anza kuishi maisha yako, acha kujali maisha ya wengine, acha kutazama fulani kafanya nini, acha kutazama si jana ilikuwaje, nilikosea wapi. Hapana, anza kuishi sasa maisha yako. Katika maisha ya mwanadamu, juu ya kwamba asisahau dunia yake, kuna vitu vinne vinavyompelekea mwanadamu apate furaha katika maisha yake ya dunia, na hakikisha vitu hivi unavipata ili uweze kufurahi maisha yako ya dunia. Hakikisha unavipata. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika moja ya hadithi yake anasema, arba'un minas saada, mambo manne yanampelekea mwanadamu kuenjoy maisha yake ya duniani. Khutba yetu ya leo tunakumbushana, wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau nafasi yako ya maisha ya dunia. Fanya vyote kwa ajili ya akhera, lakini hakikisha ya kwamba hausahau fungu lako kwa ajili ya maisha ya dunia. Mtume anasema arba'un minas saada, mambo manne yanampelekea mwanadamu kupata furaha katika maisha yake. Jambo la kwanza Mtume akasema almar'atu salihah. Jambo la kwanza linalompelekea mwanadamu kupata furaha katika maisha yake, lazima apate mwanamke aliyekuwa mzuri. Na Mtume aligewa kitu kinaitwa jawami al-kalim. Mtume alikuwa anaweza kuzungumza neno dogo lakini lina maana kubwa. Mtume aliposema mwanadamu ili awe na furaha kwenye maisha yake ya duniani, jambo la kwanza apate mwanamke aliyekuwa mzuri, mwanamke aliyekuwa mwema. Yani maana yake unapotafuta kuoa usioe tu ili mradi kuoa, tafuta chuma. Kama ni mwanamke awe mwanamke kweli, asiye mwanamke akiwa anakwenda mbele ajulikani, akiwa anarudi nyuma ajulikani. Mtume anasema arba'un minas saada, mambo manne yanampelekea mwanadamu apate furaha katika maisha yake. Jambo la kwanza almar'atu salihah, upate mwanamke aliyekuwa mzuri. Ndio maana kule kwenye aya ya kuoa Mwenyezi Mungu anasema fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni katika wale baadhi ya wanawake. Fankihu ma iliyokuja hapa si ya nafi, ma imekuja litab'id, yani maana yake chagua katika wanawake ndio uoe, sio kila mwanamke anaolewa. Kwa hiyo jambo la kwanza ili uwe na furaha katika maisha ya dunia, isije ikatokezea ukawa umeoa kisha ukaanza kumchukia mke wako ndani. Unapotaka kuoa tafuta mwanamke mzuri kiasi ambacho ukiwa kazini unatamani kurudi nyumbani uende ukamtazame mke wako anavokatiza chumbani pale kama samaki yuko kwenye kweramu. Mtume anakusudia jambo hili litakupa furaha kwenye maisha yako.
Jambo la kwanza, almar'atu salihah. Kwa hiyo ili uenjoy maisha yako, tafuta mwanamke mzuri. Na uzuri umekuja katika maana nyingi. Uzuri inawezekana katika maana ya tabia, uzuri inawezekana katika maana ya dini, lakini pia uzuri inawezekana katika maana ya sura, lakini pia uzuri inawezekana katika maana ya umbo. Inampelekea mwanadamu apate furaha kwa yule mke wake aliyekuwa naye. Lakini unaweza ukaoa katika maisha haya ukajikuta una furaha na ile ndoa. Kwa sababu gani? Hukufuata maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad. Sasa ili uwe na furaha kwenye maisha haya duniani, jambo la kwanza ni almar'atu salihah. Tafuta mwanamke aliyekuwa mzuri. Jambo la pili, Mtume akasema wal maskanul wasi'. Tafuta nyumba, uwe na nyumba iliyokuwa nzuri, ina wasaa. Ili uenjoy kwenye maisha haya, hakikisha ya kwamba unapambana uwe na nyumba yako ya kuishi. Isiwe kila siku unaishi kwenye nyumba ya kupanga tu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Usisahau fungu lako la maisha ya dunia. Kama unahitaji kujenga, usijenge kibanda. Sisemi kwa vibanda havifai. Mtume anasema almaskanul wasi', yani maana yake utafute nyumba iliyokuwa nzuri na wasaa ili uenjoy maisha. Kuna baadhi ya wakati sisi ambao tumebahatika kuwa na chumba kimoja, yani ndani kuna jiko la gesi, ndani kuna meza, ndani kuna kitanda, ndani kuna friji, ndani kuna viatu, ndani, yani maana yake sio nyumba, imekuwa ni store. Huwezi kuwa na furaha kwenye maisha yako. Mtume anasema ili uwe na furaha kwenye maisha, hakikisha ya kwamba unapambana unakuwa na nyumba. Ili jambo Muislamu lazima hakikisha anapambana kwenye maisha yake. Haina maana kuwa ukipambana kutafuta nyumba itaonekana wewe sio mcha Mungu. Maana kuna baadhi ya watu wanachanganya mambo. Ikionekana mtu amejenga villa, mtu ana palace yake, ana bonge la jumba, anaonekana jamaa anapenda dunia ile. Sio dunia. Yani kuna baadhi ya wakati Muislamu lazima uwe na nyumba nzuri. Kama una uwezo wa kujenga ghorofa, jenga ghorofa. Kama una uwezo wa kujenga nyumba ya chini nzuri ya thamani, jenga, kwa sababu ni kitu ambacho kitakupelekea kuwa na furaha kwenye maisha yako. Lakini ukiwa na kisehemu chako kidogo na chumba chako kimoja, una wanao watatu, una mkeo na wewe mwenyewe, hivi unadhani unaweza kuwa na furaha kwenye maisha yako? Kwa sababu inaweza ikafika mahala hata kule kuenjoy na mke wako ili ufurahi, utavizia watoto kwanza walale ndio wewe uanze kufurahia maisha na mke wako. Kwa hiyo ili mwanadamu aweze kuenjoy maisha yake, Mtume anasema almaskanul wasi', lazima uhakikishe ya kwamba una nyumba iliyokuwa nzuri, una nyumba iliyokuwa na nafasi. Ili jambo la pili litakupelekea uwe na furaha katika maisha yako ya dunia. Lakini jambo la tatu, Mtume akasema waljaru salihah, upate na jirani aliyokuwa mwema. Jambo la kwanza, yani jambo la tatu, ili uwe na furaha katika maisha yako, unaweza ukawa na nyumba lakini jirani akiwa muovu huwezi kuenjoy nyumba yako. Kwa hiyo hakikisha ya kwamba una jirani aliyekuwa mwema, utaenjoy maisha yako. Kwa sababu kuna watu hapa wana nyumba lakini jirani yake kachukua paa lile, maji yanadondokea kwenye chumba chake nyumbani kwake. Kuna mtu hapa ana nyumba, jirani yake akiosha samaki wake anakuja kumwaga barazani kwake. Yani mtu aenjoy yani maisha yake kwa sababu ya jirani yake ni mwovu. Kwa hiyo ili uwe na furaha, Mtume anasema hakikisha ya kwamba unakuwa na jirani aliyekuwa mwema. Lakini jambo la nne, Mtume akasema wal markabul hani, hakikisha ya kwamba unakuwa na kipando, uwe na gari. Hapa tusipepese maneno, yani hakikisha kwenye maisha yako unatafuta gari. Baisikeli ni kitu ambacho kinaweza kukusaidia tu kufanya mazoezi. Lakini Mtume aliposema wal markabul hani, Muislamu ili awe na furaha, hakikisha Muislamu unapambana unakuwa na kipando kizuri. Waliokuwa na pikipiki haina maana kuwa hawana vipando, wana vipando. Lakini ukifika msimu wa masika kama hivi, inamlazimu apaki mahala kwanza mpaka mvua ikatike. Lakini mwenye gari barabarani unamuona yule. Sasa Muislamu kwenye maisha yako ili uwe na furaha, hakikisha ya kwamba unakuwa na kipando kizuri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama hakuwa lofa kama watu wanavyodhani. Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuwa lofa.
Maana kuna baadhi ya watu wana hadithi zao dhaifu hizo. Mtume alikuwa akishona viraka kwa mikono yake mwenyewe, kanzu zake zilikuwa na viraka, maisha yake. Mtume hakuwa lofa hivyo kama mnavyodhani. Mtume ndiye alikuwa na farasi wa gharama katika mji wa Madina kuliko ni mtu mwingine yoyote. Kwa wakati ule kipando kilichokuwa na thamani alikuwa ni farasi. Sasa mtume ndiye alikuwa na farasi mweupe, farasi wa gharama kuliko ni watu wengine wote katika mji wa Madina kwa wakati ule. Kwa hiyo mtume alikuwa anayaishi maisha yake. Mtume alikuwa anaenjoy maisha yake, alikuwa na kipando. Asije akakwambia mtu bwana kuwa na gari ni anasa bwana. Hapana bwana. Wala tansa nasibaka minad dunya. Usisahau fungu lako la maisha ya dunia bwana. Ucha Mungu sio kukosa gari. Kama ingelikuwa ucha Mungu ni kukosa usafiri, mtume asingekuwa na farasi wa gharama. Kwa hiyo kama una uwezo wa kununua Mercedes Benz, nunua. Huo ndio ucha Mungu. Kama una uwezo wa kununua Benz G-Wagon, nunua bwana. Huo ndio ucha Mungu. Kama una uwezo wa kununua Range, gari yoyote, Ferrari, sio gari gani ya thamani, Lamborghini, Maserati, nunua. Huo ndio ucha Mungu bwana. Mtume anasema ili uwe na furaha kwenye maisha yako, hakikisha ya kwamba unakuwa na kipando kilichokuwa kizuri. Wakati mwingine ni ulofa tu ndio unaotusumbua, ndio maana unakuta imamu wakati mwingine na wewe unapanda kwenye gari unashikilia bomba na nini, unakutana na wanawake mle unagusana nao, ndio imamu. Lakini hata baiskeli hauna, ni ulofa. Lakini mtume yeye alikuwa anacho kipando. Haina maana ukiwa imamu au ukiwa shekhe ndio uruhusiwi kukosa gari au uruhusiwi kuwa na pikipiki. Hapana, ni ule ulofa tu. Lakini hasa inavyotakiwa mtu awe mcha Mungu na awe na furaha katika maisha haya ya dunia. Mtume anasema ni lazima ahakikishe ya kwamba anakuwa na kipando. Ndugu zangu, wala tansa nasibaka minad dunya. Usisahau sehemu yako ya maisha ya dunia. Vijana wenzangu, alhayatu kifahun. Maisha ni mapambano, tupambane. Alhayatu kifahun, maisha ni mapambano. Ili ufanikiwe katika dunia hii ni lazima ukubali kuvuja jasho na kupambana. Alhayatu kifahun, maisha ni mapambano. Ili uenjoy kwenye maisha haya, hakikisha ya kwamba unapigana kutafuta kipato chako cha halali, uwe na maisha mazuri. Usiwe kijana wa Kiislamu kazi yako ni kupiga virungu tu. Hapana, huwezi kuwa na furaha katika maisha haya. Utakuwa ni mtumwa wa watu tu kwa sababu wewe huna kipato. Kazi yako kwenda kumpamba mtu, utakuwa chawa, ukifa uozi, ukiweza unuki, salamu yako tumtoe bismillah tukuweke wewe, kwa sababu una njaa utakuwa chawa tu. Alhayatu kifahun, maisha ni mapambano. Pambana ili uweze kuenjoy katika maisha yako ya dunia. Niwaambieni vijana wenzangu, kuomba, kupiga virungu ni aibu ya kwanza. Kunyimwa ni aibu ya pili. Kwenda kutangazwa ni aibu ya tatu. Ukiwa kijana wa Kiislamu kazi yako ni kupiga virungu, kuombaomba, wewe katika maisha haya utaishi aliyakuwa ni mtu wa kudhalilika na kudhalilishwa na watu kila kukicha. Na tena ukiwa mtu wa hivyo, kuna network kubwa ya watu utaipoteza kwenye maisha yako. Kwa sababu mwanadamu akiwa anaombwa, akiwa anapigwa virungu kila kukicha, mwanadamu huwa anachoka. Mwanadamu sio Allah. Mwanadamu ana asili ya kuchoka. Lakini wewe kazi yako ikiwa ni virungu kumtandika kila siku, rafiki yako utampoteza. Kwa hiyo utajikuta kwenye maisha yako unapoteza network ya watu kwa sababu kazi yako ni kuombaomba. Na mwisho wa siku mtu atakaa mnamuona yule jamaa anapiga sana virungu yule. Kwa hiyo utakosa ile heshima na ule utu wako utaondoka. Alhayatu kifahun. Ili uenjoy katika maisha haya, hakikisha unapambana kutafuta maisha yako, utengeneze ile heshima na hadhi. Unajua kuna baadhi ya wakati niliwahi kuambia siku moja, dharau hata kwenye majumba yetu wakati mwingine inakuja kwa sababu hatuna kipato. Dharau huwa inakuja wakati mwingine kwenye majumba yetu kwa wake zetu kwa sababu hatuna vipato. Lakini kuna baadhi ya wakati mwanaume akiwa na kipato, financially yuko sawa sawa, kuna heshima huwa inapatikana ndani ya nyumba. Lakini mwanamke akiwa na ile financial freedom, mwanamke akiwa na kipato fulani kakuzidi, kuna baadhi ya nyumba huwa zinaingia kwenye migogoro kwa sababu ya financial freedom kwa wanawake. Kwa hiyo kijana mwenzangu, ili nyumba yako wakati mwingine iwe na sakina,
hakikisha unapambana. Usiwe kijana wa kulialia na kuombaomba na kupiga virungu na kukaa vijiweni, kazi hutaki kufanya, lakini unatamani kuwa na maisha mazuri. Kamwe hutopata maisha mazuri. Usisahau kuishi brother katika maisha haya, kwa sababu dunia ina siku tatu: jana, leo na kesho. Leo ndio tupo na hatujui kesho nani atakuwepo, na hatujui hali ya kesho itakuwaje. Kwa hiyo pambana kwenye maisha yako ili uhakikishe ya kwamba unaenjoy kwenye maisha yako. Mwenyezi Mungu anasema wala tansa nasibaka minad dunya, msisahau fungu lenu katika maisha ya dunia. Vijana wenzangu wa Kiislamu, maisha haya tuliyokuwa nayo hayana shortcut. Maisha tuliyokuwa nayo hapa duniani ni maisha ya kupambana, kuhangaika mashariki na magharibi. Mashariki na magharibi. Ukiwa ni mtoto wa Kinondoni, ukajifanya mimi ndio Bon Town hapa, nimezaliwa hapa, na wewe ukautaki kufanya kazi, ukategemea kwamba mimi ndio mzao wa Kinondoni, chifu watakuja watu hapa kutoka Tabora, Wanyamwezi, watapata maisha. Wewe mtoto wa Kinondoni utakuwa huko hapa. Pambana brother, na mwisho wa siku utaanza kujigamba mimi mzao hapa, mimi mzao. Wewe mzao sawa, una nini wewe? Pambana brother. Maisha haya uwe na heshima, inataka upambane. Uwe na furaha kwenye maisha, inataka upambane, uwe na kipato cha sawa sawa. Ndio maana Mtume akasema ili uwe na furaha, uwe na mwanamke aliyekuwa mzuri. Sasa utamiliki vipi mwanamke mzuri brother kama una kipato? Wanawake wazuri ni kwa watu waliokuwa na uwezo brother. Yaani kuna baadhi ya wakati inafika mahala tuache yale maneno kila siku ninayowaambia kwamba mbona hata Kobe na mpenzi wake na hawana pesa. Chifu, kuna watu hao kazi yao kuchukua wake za watu wazuri kwa sababu wana uwezo. Pambana brother. Kama una uwezo wa kumhudumia mke wako, mhudumie vizuri. Kama una uwezo, hakikisha unatafuta riziki ya halali, unahudumia familia yako. Ndugu zangu, leo ninawakumbusha na kuwazindua vijana wenzangu, wala tansa nasibaka minad dunya. Msisahau maisha ya fungu lenu la dunia. Msisahau. Start living, stop worrying. Ishi maisha yako brother, acha kujali jana ilikuwaje. Pambana, leo ndio unayo, hii ndio fursa uliyokuwa nayo. Kuna uzee unakuja hapo mbele. Nafasi ya kupambana kwenye maisha ni katika nafasi hii ya ujana tuliyokuwa nayo. Sasa utastaajabu leo utawakuta vijana wa Kiislamu wanakaa kijiweni. Yaani mtu kuanzia asubuhi mpaka jioni yupo kijiweni, kazi yake kupiga story tu. Utastaajabu sasa hivi kuna vijana wa Kiislamu wanajiita wawekezaji. Mnajua wawekezaji? Wawekezaji wacheza kamari. Yaani mtu hataki kazi yake yeye anabeti 500 apate bilioni. Mbona hii mentality ilivyokuwa mbovu? Wanajiita wawekezaji. Jina la kamari limegeuzwa, wanajiita wawekezaji. Ukienda kwenye beti utawakuta mtu ana mikeka 7, 8, yani kaweka 1000 anataka apate milioni 500. Wewe una akili timamu? Yani yote hii ni uvivu wa kukataa kufanya kazi. Heshima ya mwanadamu ipo katika kazi. Pambana brother ili uenjoy maisha yako. Na Mwenyezi Mungu anasema waqul i'malu fasayara Allahu amalakum. Fanya kazi. Mwenyezi Mungu anapambana. Mwenyezi Mungu ataona mapambano yako. Yani baraka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ipo kwenye mapambano ya kijana. Akiwa anapambana, Mwenyezi Mungu anatia baraka pale ndani yake. Siku moja niliwahi kuwapa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam inayosema albarakata fil bukuri. Baraka inapatikana asubuhi, mubakkiran, asubuhi. Baraka inapatikana ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni hadithi ya bwana Mtume Muhammad. Sasa ni ajabu kijana wa Kiislamu analala mpaka saa 4. Kijana wa Kiislamu ni ajabu, kijana wa Kiislamu analala mpaka mchana, yani kalala saa 4 usiku mpaka saa 8 mchana yuko kitandani. Yani baraka zinashuka, yeye kalala. Albarakata fil bukuri. Baraka za Allah Subhanahu wa Ta'ala zipo asubuhi. Amka mapema, nenda kavume jasho ukapambane. Ukipambana Mwenyezi Mungu anayaona yale mapambano yako, anatia baraka ndani yake, na ndio utapata heshima. Heshima ya mwanadamu ipo katika kazi. Utu wa mwanadamu upo katika kazi. Tusilie. Ndio maana inafika hatua hapa imamu akisimama baada ya swala, jamani sasa muda wa kutoa sadaka, unaona vijana wale, kundi la vijana linatoka, wanabakia wazee wale wanaondoka. Ukimuuliza vipi anakwambia sina kitu. Yani unawezaje kuwa kijana wa Kiislamu
unakuja kusali kwenye nyumba ya Allah, nyumba ina feni, kuna maji, umekuta pasafi, kisha wewe ukasali huyo ukaondoka zako. Wewe kijana una akili timamu sawa? Kwa hiyo bila ya kupambana utashindwa hata kusaidia dini yako. Mimi kila siku wanawapa mfano, ninawaambia, wewe nyumbani kwako umeacha buku, ukakuta mke wako kapika maini, kapika kuku, kapika biriani pale, utakula? Kama utakula wewe una shida kichwani, kama utakula una shida. Lakini kama una akili sawa sawa utauliza, nimeacha buku, hivi vingine vimetoka wapi? Kwa hiyo kijana wa Kiislamu, ili upambanie dini yako, ukija kama unajua kumbe hapa kuna umeme, hapa panafanywa usafi, hapa pana maji, hapa nawajibika mimi kutoa, utapambana kwenye maisha upate kitu cha kusaidia dini yako. Lakini kijana wa Kiislamu alivyokuwa ajabu, anaweza akasali huyo maisha magumu, sina kitu bwana. Brother, pambana kwenye maisha yako. Wallahu tabarak wa taala yaqul, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu al ghafurur rahim wal barrul karim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi faqad faza almuttaqun. Ndugu zangu, leo tunakumbushana, Mwenyezi Mungu anasema wala tansa nasibaka minad dunya, msisahau fungu lenu la dunia. Kwa sababu tunaishi hapa katika dunia, Mwenyezi Mungu anatukumbusha tupambane, tuhakikishe tunaipata dunia. Na yako maneno ya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, anasema ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ndiyo shamba la kulima uende ukavune akhira hapa duniani. Kwa hiyo wala tansa nasibaka minad dunya, usisahau fungu lako la maisha ya dunia. Fanya vizuri kwenye maisha yako ya duniani ili uende ukayapate mema ya akhira. Mtu mmoja aliwahi kusema, we live once, if we do better once is enough, once is enough. Tunaishi mara moja, na kama tukifanikiwa kufanya vizuri tu kwenye hii mara moja, basi inatosha kumpa mtu maisha mazuri kwa akhira. We live once, if we do better once is enough. Kama tukifanya vizuri hapa mara moja tu inatosha, kwa sababu hakuna mwanadamu anaishi mara mbili. Hakuna, hajawahi kutokea huyo kwamba akafa akarudi, hakuna. Kwa hiyo nafasi uliyokuwa nayo ni sasa, ifanyie vizuri hii nafasi uliyokuwa nayo kwa ajili ya kule mbele unapokwenda. Kuna mtu mmoja aliwahi kusema maneno yake, yale maneno mimi nimeona yana maana sana. Aliwahi kusema, katika wakati wako huu uliokuwa nao wa ujana na maisha yako ya sasa, ndio utaamua uzeeni kwako ucheze gofu au ukacheze bao, laketi za msowa zile. Utaamua wewe sasa hivi maisha yako uzeeni ukacheze gofu jimkana, au maisha yako ukakae kwenye vijio vya umbea. Ushakuwa mtu mzima, hata kwenye vijio vya umbea usharibikiwa kwenye maisha, kwa sababu ujana wako uliutumia vibaya. Kwa hiyo muda uliokuwa nao ni sasa. Pambana, kuna uzee unakuja. Pambana, kuna akhera. Inataka mtu aipate akhera yake, lazima apambane vizuri kwenye dunia yake ndio aweze kuipata akhera yake. Alhayatu kifahun, tunarudi pale pale, maisha ni mapambano. Ukiwa una uchumi, ukiwa haupo vizuri, mpaka heshima katika hii dunia unaikosa kijana mwenzangu. Dunia heshima unaikosa. Kwenye familia unaweza ukawa ndio kaka wa kwanza. Kwenye kikao cha familia, kama kuna mdogo wako yuko vizuri kiuchumi na mmekaa kwenye kikao, wewe ukiwa una rai, wale wazee wa familia wanakuambia hebu subiri kwanza, wewe ndio mkubwa, subiri kwanza aongee huyo mdogo. Yaani watu wanamheshimu mdogo, wanakudharau wewe mkubwa kwa sababu una kitu. Kwa hiyo pambana ndugu yangu. Asikudanganye mtu, mimi nazudi bwana, mimi nazudi. Yaani ukamkuta mtu kakaa kirofa, mimi ndio Muislamu. Hakuna Uislamu unaohamasisha umaskini, hakuna. Hakuna. Mwenyezi Mungu asingesema wala tansa nasibaka minad dunya, asingesema hivyo. Maana aya hii haina tafsiri nyingine isipokuwa Allah anatuhimiza kwamba mwanadamu ahakikishe anapambania maisha yake ya dunia. Kama una uwezo wa kuvaa kanzu nzuri kila siku, na waambia vaa kanzu nzuri.
Yani ni mimi tu imamu kwa sababu sina uwezo, lakini lau kama ningekuwa na uwezo ningekuwa napaki Mercedes Benz pale nje. Yani sina maana kuomba imamu kwamba nimeolefa, haina maana hiyo. Kama ningekuwa na uwezo wa kununua G-Wagon pale Benz, ningekuwa napaki nje milioni 700 pale. Bila shida, bila shaka kabisa. Kwa hiyo sokee mtu akasema zudi ni kujinyima katika maisha haya duniani. Chifu, kama una uwezo wa kula mboga 8 kula ndugu yangu Muislamu. Kama una uwezo wa kula biriani, kuku, nini nyumbani kwako kula. Almuhimu ya kwamba usifanye israfu, lakini kula vizuri na familia yako. Sasa kuna watu wana uwezo hao, mtu anajichamcha Mungu mpaka kula nyumbani kwake anawalisha mchicha tu wanaye. Anawalisha dagaa tu kila kukicha. Huu ndio ucha Mungu. Mtu ana pesa zimejaa chungu mzima katika benki, lakini kula vizuri anashindwa. Uislamu hauhamasishi hivyo brother. Mtume anasema khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Mbora wenu ni yule mbora kwa familia yake, na mimi ni mbora kwa familia yangu. Sasa unamkuta mtu ana uwezo hata wanae kuvaa vizuri hawavai, lakini mtu ana uwezo. Unamkuta mtu ana uwezo mke wake kuvaa vizuri havai, anavaa vinjunga kila kukicha. Uislamu hauhamasishi watu wavesha wake zetu vinjunga. Kama una uwezo wa kumnunulia dhahabu mke wako hata kama gramu 500 mnunulie. Lakini kuna mtu mke wake nataka pesa tu ya shopping hapo 50,000, ana milioni 300, pesa sina. Sasa chifu huyu akavae wapi? Ukiuliza nakwambia, unapenda sana dunia, asipopenda dunia apende nini? Kwa hiyo tusisahau maisha yetu ya dunia. Ndio maana ile dua imekuja ndani ya Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tunamuomba Allah atupe maisha mazuri ya duniani na kesho akhira. Maisha duniani mazuri ni yapi? Ni yapi? Yani maana yake maisha duniani mazuri, uwe na uwezo wa kuwa na gari, una kipando kizuri, una nyumba nzuri, unavaa vizuri, unakula vizuri, maisha yako ni mazuri. Tunatamani kuwaona vijana wa Kiislamu mmekuja msikitini hali ya kuwa mmepaki vyuma vimekaa nje. Tunatamani kuona hivyo. Hatutamani kuona vijana wa Kiislamu wanakuja wanyonge kama jongoo hivi, wananyongea wanakuja msikiti. Hatutamani hivyo. Tunatamani ile parking ijae kuna vyuma vya vijana wa Kiislamu wamekuja kuswali. Wakitoka hapo wanatekenya, wanaingia barabarani kwenda kwenye shughuli zao. Lakini leo vijana wa Kiislamu tuko wapi? Tumekuwa wawekezaji kucheza vieta vindege. Unamkuta kijana wa Kiislamu kazi yake kucheza vieta kamari. Ukisikia mtu kashaliwa tayari. Kamari hiyo. Anavizia leo Manchester inacheza, Liverpool inacheza, akwenda kuweka mkeka GG, both team to score. Vijana wa Kiislamu wawekezaji wamekufa. Niliwahi kuwanukulia yale maneno aliongea mtu mmoja anaitwa Abraham Lincoln. Aliwahi kusema many people died at 25 and antiburied until they are 75. Watu wanakufa wakiwa na miaka 25. Watu wanakufa wakiwa na miaka 25, wanakuja kuzikwa wakiwa na miaka 75. Vijana wengi wa Kiislamu tumekufa. Tunajiona tu vijana na tumekufa kwa sababu hatuna impact yoyote katika Uislamu wetu. Uchumi hatuna, kazi hatutaki kufanya, kazi yetu ni kulalamika tu. Ukimchukua mtu ukimpeleka hapo kwenda kunyonyoa kuku, bwana nyonyoa kuku hapo atapata 2,000, ajinaye brother meni. Yeye anajiona shalo, yani kwamba mimi nyonyoe kuku mimi. Sasa chifu unataka kazi gani? Kuna mwingine na degree yake kashajengea mindset kwamba wewe unatakiwa ukae ofisini. Kwa hiyo ana mwaka wa 10 yuko mtaani kwenda kujishughulisha, hataki, anaamini siku moja atapata kazi ofisini. Brother, ajira hamna katika nchi. Amka brother, utakufa na degree yako kichwani. Pambana, toka nenda sokoni. Mfuate ndugu yako mmoja Muislamu pengine anachinja kuku huko, brother nimekuja sina kazi. Mwambie akupe kazi ya kunyonyoa kuku. Huu mchezo wa kujifanya mabrother meni huu. Ndio maana vijana wengi wa Kiislamu wanaharibika, wanakuwa wezi, wanakuwa majambazi, wengine wanakuwa wauza unga, wengine wanakwenda kuingiliwa kinyume na maumbile kwa sababu tu hana kazi na anatamani kwa brother meni. Sasa unamkuta kijana wa Kiislamu anapenda kuvaa vizuri muda wote, mikono laini na lamba lipsi na nini, lakini kazi hana. Huyu pesa anapata wapi? Kazi kufanya hataki, lakini muda wote analamba lipsi. Unawakuta wapo TikTok wanafanya challenge. Wewe kijana wa Kiislamu uko TikTok unafanya challenge. Kuna nyimbo mpya ya Zuchu, unamkuta kijana wa Kiislamu kaweka simu yake anajisnap anafanya challenge ya nyimbo. Muda huo unaupata wapi wewe kijana wa Kiislamu? Pambana brother, maisha haya yanataka mapambano.
Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. عباد الله، unaangalia Al Khair Online TV.